Baada ya kumaliza kile alichokiita kwamba ni kumalizika kwa vita katika ukanda wa Gaza, rais wa Marekani Donald Trump atakutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mnamo siku ya Ijumaa kuzungumzia suala la kuipatia silaha Ukraine. Ikumbukwe wakati akielekea nchini Israel siku ya Jumatatu, rais wa Marekani bwana Donald Trump aliweka wazi kusema kwamba ataipatia Ukraine makombora ya Tomahawk, makombora ya masafa marefu yanayoweza kuishambulia Urusi. Rais Trump amethibitisha kuwa anamkaribisha Zelensky katika ikulu ya White House mnamo Ijumaa ili kujadili msaada wa kijeshi na makombora hayo ya Tomahawk, huku Urusi ikionya kwa hatua hiyo kwamba ni uchokozi mkubwa dhidi yake. Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa atakutana na Zelensky katika ikulu ya White House. Na kauli hiyo imekuja muda mfupi baada ya Zelensky kutangaza kuwa anasafiri kuelekea Washington kwa mazungumzo muhimu kuhusu ulinzi wa anga na uwezo wa mashambulizi ya masafa marefu wa Ukraine. Akizungumza akiwa njiani kurejea kutoka Mashariki ya Kati, Trump alisema, "Nadhani ndio tutakutana naye hapa Ijumaa," akithibitisha ziara hiyo itakayolenga kujadili mustakabali wa msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Hata hivyo, Ukraine inaamini kwamba ikiwa rais Trump amemaliza vita katika ukanda wa Gaza, wanaamini pia kwamba silaha ambazo wataweza kuwapatia wataweza kuhakikisha wanamaliza vita ya Ukraine, ambapo wataweza kupambana vema na jeshi la Warusi. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kujikita katika ombi la Kiev la kupatiwa makombora ya Tomahawk yenye uwezo wa kufika hadi Moscow, hatua ambayo Urusi imeitaja kuwa ni uchokozi mkubwa. Ajenda za mkutano kati ya Trump na Zelensky. Zelensky amesema tayari amempa maelezo rais wa Marekani Donald Trump kuhusu idadi ya makombora wanayoyahitaji, akisisitiza kuwa mazungumzo ya kina yatafanyika ana kwa ana. Amesema anatarajia kujadili pia hatua za kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine, hasa baada ya mashambulizi mapya yanayofanywa na Urusi kwenye jiji la Kharkiv na maeneo mengine ya Ukraine yaliyoharibu vituo vya afya na kukatiza huduma ya umeme katika maeneo matatu huko Ukraine. Ziara hii inatarajiwa kuwapa kipimo muhimu cha uhusiano kati ya Kiev na Washington chini ya uongozi wa Trump, hasa katika kipindi hiki ambacho Marekani inachunguza kwa kina usawa wa msaada wake wa kijeshi kwa Ukraine na athari zake kwa usalama wa Ulaya. Urusi imekuwa ikieleza mara kwa mara kwamba kitendo cha kuipatia Ukraine silaha kila wakati ni kitendo ambacho kitafanya vita hivyo visiishe. Na Urusi imesema ipo tayari kwa mapambano wakati wote, na imesema kwamba namna ambavyo mataifa magharibi pamoja na Marekani wanavyoipatia silaha Ukraine, ndivyo ambavyo Urusi inatumia silaha nyingi zaidi kuishambulia na kuiharibu nchi hiyo. Hivyo rais wa Urusi Vladimir Putin akizungumza huko Valdai amesema kwamba Urusi itakuwa na mwendelezo wa mashambulizi nchini Ukraine kutokana na kile kinachofanywa na mataifa ya magharibi, na wakati huu haitakuwa na simile zaidi ya kufanya mashambulizi katika Ukraine. Hata hivyo, rais huyo wa Urusi amesema kwamba yupo tayari kumaliza vita nchini Ukraine, lakini si kwa kitendo kinachofanywa na watu wa magharibi kwa kila siku kuipatia silaha Ukraine ambayo imekuwa ikishambulia hadi nchini Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi tu usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kuzipata habari hizi kwa mapana.